Na kukaribisha katika matangazo haya jioni ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, na sekunde chache itatimia saa 12:30 jioni kote Afrika Mashariki, saa 11:30 jioni Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga. Miongoni mwa wale tulionayo katika Dira ya Dunia: ni moto mkubwa huo wa nyika ambao umesababisha vifo vya watu zaidi ya 12 na uharibifu mkubwa nchini Hispania. Kiongozi wa zamani wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amezikwa katika mji wa Mashhad kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. BBC Verify imebaini ushahidi kwamba kuna madai ya uongo na kupotosha kuhusu ugonjwa wa Ebola yanayochochea vitendo vya vurugu dhidi ya wahudumu wa afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika mjadala leo hii tunaangazia kinyang'anyiro cha kuwania kombe la dunia linaloendelea katika mataifa ya Mexico, Marekani pamoja na Canada. Nani kunyakua kikombe? Tuangalia Faransa namna ambavyo wanacheza, jinsi ambavyo wanautawala mchezo. Ni timu ambayo inatia hofu kukutana na timu yoyote ile. Unaiona ndio timu ambayo imekamilika zaidi katika mashindano haya kuliko timu nyingine yoyote. Katika michezo, klabu ya Al Merrikh ya Sudani yajiondoa katika mashindano ya Sekafa Kagame Cup ya mwaka huu 2026 kabla ya kufanyika kwa draw ya mashindano hayo, na timu taifa ya soka ya Uhispania kuvaana na ya Ubelgiji katika robo fainali ya pili ya kombe la dunia. Je, nani ataibuka kifua mbele? Mengi zaidi ni hapo baadaye katika makala ya spoti, nami Shuaib Ibrahim. Lakini kwanza ni taarifa ya habari, nami Isabela Mwagodi. Utafiti uliofanywa na shirika la habari la BBC umebaini kuwa raia wa kigeni kutoka zaidi ya nchi 40 wamefariki dunia wakipigana na majeshi ya Urusi katika vita vyake dhidi ya Ukraine. Kwa mujibu wa idhaa ya BBC ya lugha ya Kirusi ambayo huweka kumbukumbu za wanajeshi waliotajwa kwa majina kuwa wameuawa vitani, zaidi ya wapiganaji wa kigeni 3500 wamepoteza maisha wakipigana jeshi la Urusi. Taarifa hiyo inaonyesha kuwa wengi wao, zaidi ya 2300, walikuwa raia wa Korea Kaskazini. Wengine walitoka katika mataifa mbalimbali duniani yakiwemo baadhi ya nchi za Afrika, Marekani, Ecuador na Vietnam. Hata hivyo, BBC inasema idadi halisi ya raia wa kigeni waliouawa huenda ikawa kubwa zaidi kuliko ilivyoweza kuthibitishwa hadi sasa. Shirika la ndege la Ryanair limethibitisha kuwa abiria mmoja alihitaji matibabu baada ya dirisha la ndege moja kuvunjika ikiwa angani, muda mfupi baada ya kupaa kutoka uwanja wa ndege wa Thessaloniki nchini Ugiriki. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Ugiriki na Ujerumani, abiria waliokuwa ndani ya ndege hiyo walisema walisikia mlio mkubwa kabla ya dirisha hilo kung'oka na barakoa za oksijeni kushuka kutoka kwenye dari ya ndege. Agnes Penda na maelezo zaidi. Ripoti zinasema mwanamume mwenye umri wa miaka 61 alivutwa kwa nguvu kuelekea nje kupitia dirisha hilo kutoka sehemu ya juu ya mwili wake hadi kufikia mabegani. Mke wake alifanikiwa kumshikilia kwa dakika kadhaa na kumzuia asivutwe nje kabisa kutoka ndani ya ndege. Ndege hiyo ya aina ya Boeing 737 ilikuwa ikielekea Memmingen nchini Ujerumani. Baada ya tukio hilo, ndege hiyo ilitua salama katika uwanja wa ndege wa Thessaloniki ambako abiria huyo alipatiwa huduma za matibabu. Shirika hilo la Ryanair linasema kuwa liandaa ndege nyingine iliyowapeleka abiria waliobaki hadi walikokuwa wakielekea ili kupunguza ucheleweshaji wa safari. Shirika hilo la Ryanair limesema kwamba liliandaa ndege nyingine iliyowapeleka abiria waliobaki hadi walikokuwa wakielekea ili kupunguza ucheleweshaji wa safari. Ndege iliyohusika inaaminika kuwa katika matumizi kwa muda wa miaka 18 na ilikuwa ikiendeshwa na shirika la Malta Air, kampuni tanzu ya Ryanair. Hadi sasa haijafahamika ni nini kilisababisha dirisha hilo kuvunjika na uchunguzi unaendelea. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Shirika la kimataifa la nishati IEA limesema kuongezeka kwa mvutano kati ya Marekani na Iran wiki hii kumeongeza wasiwasi kuhusu mwenendo wa soko la mafuta duniani. Awali shirika hilo lilikuwa limetabiri kwamba makubaliano yaliyofikiwa mwezi uliopita kati ya Washington na Tehran ya kumaliza mzozo wao na kufungua mlango wa bahari wa Hormuz yangesababisha ongezeko kubwa la usambazaji wa mafuta katika miezi ijayo. Hata hivyo, sasa shirika hilo la IEA
limeonya kuwa mapigano mapya kati ya pande hizo mbili yanaweza kuvuruga matarajio hayo. Ingawa hakuna mashambulizi mapya yaliyoripotiwa usiku kucha, shirika hilo linasema hali bado ni tete na inaweza kubadilika wakati wowote. Shirika la Afya Duniani WHO limeonya kuwa mlipuko wa kipindupindu nchini Sudan unaweza kuwa mbaya zaidi kutokana na vita vinavyoendelea, ongezeko la watu wanaokimbia makazi yao na kuanza kwa msimu wa mvua. Shirika hilo linasema watu wasiopungua 114 wamefariki dunia tangu mlipuko huo utangazwe rasmi wiki 2 zilizopita. Kwa mujibu wa shirika hilo la Afya Ulimwenguni WHO, ugonjwa huu unaendelea kusambaa katika majimbo kadhaa. Cholera is back. Ugonjwa wa kipindupindu umerejea tena na unaathiri majimbo kadhaa. Tunatiwa wasiwasi hasa na kuenea kwake hadi eneo la Alawade huko Kordofan ya Kaskazini, ambako ufikiaji ni mgumu sana na mfumo dhaifu wa afya unazidi kushindwa kudhibiti hali. Vituo vya afya vimefurika huko na ufikiaji wa matibabu ni mdogo sana. Na watu wasiopungua 12 wamefariki dunia kutokana na moto mkubwa wa porini katika jimbo la Almeria kusini mwa Hispania. Baadhi ya miili ya waathiriwa ilipatikana ndani ya magari yao, huku wengine wakiaminika kufariki walipokuwa wakijaribu kukimbia moto huo ulioendelea kuenea kwa kasi. Maafisa wanasema watu wengine 19 bado hawajulikani waliko. Vikosi vya wazima moto vinaendelea na juhudi za kudhibiti moto huo ambao mashuhuda wanasema ulianza baada ya nyaya za umeme kuanguka wakati wa wimbi kali la joto. Mwezi wa 5 mwaka huu, waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez alisema kuwa nchi hiyo imeweka mkakati wake mkubwa zaidi wa kukabiliana na moto wa porini mwaka huu. Wimbi la joto kali linaendelea kuchochea mlipuko ya mioto katika maeneo mbalimbali barani Ulaya. Hii ni BBC. Naam, ni taarifa ya habari za dunia imesomwa na mwenzangu Isabela Mwagodi. Msikilizaji, unaweza kutusikiliza kupitia matangazo haya kupitia redio ya shirika mbalimbali. Ukiwa visiwani Zanzibar, tusikilize kupitia Zenj FM. Kwa Tanzania ni Abud FM na CJ FM. Nchini Kenya, Must FM, Gulf Radio na Monido FM. Uganda kuna Radio Lira, Radio Kitara na Voice of Busoga. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Muungano kule Beni na Lizard Radio. Yapo pia kwenye FM Mombasa na Nairobi 93.3. Kisumu na Nakuru ni 88.1. Pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ya BBC News Swahili, ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Kote huko na rambaza tu naandika BBC Swahili. Na kukaribisha tena. Mimi ni Skola Kisanga, lakini hapo baadaye utaungana na mwenzangu Ahmad Bahaji akiangazia mtanange ambao unaendelea kuelekea kulitoa lile kombe la dunia ambalo linaendelea katika mataifa ya Mexico, Canada pamoja na Marekani. Lakini sasa tuangazie taarifa ambazo tumekuandalia. Mamlaka kusini mwa Hispania zinasema kuwa moto mkubwa wa nyika umesababisha vifo vya watu wasiopungua 12. Kiongozi wa eneo la ukoo Andalusia, Joan Moreno, amesema watu wengine 23 bado hawajulikani walipo. Baadhi ya miili ya waathirika ilipatikana ndani ya magari yao. Kuna ripoti kuwa kuna watu 4 ni miongoni mwa waliofariki ambao ni raia wa Uingereza. Imeelezwa walifariki walipokuwa wakijaribu kujiokoa kupitia njia isiyokuwa rasmi. Taarifa zaidi na Elizabeth Kazibure. Mamlaka nchini humo zimesema watu 4 waliofariki walikutwa wakiwa wameteketea ndani ya gari, huku zoezi la kuthibitisha utambulisho wao likiendelea. Maafisa wameeleza kuwa baadhi ya waathirika walijaribu kujiokoa kwa kuukimbia moto huo uliokuwa ukienea kwa kasi kupitia maeneo yenye misitu minene ikiwemo makorongo na mazingira magumu, jambo lililochangia kuongezeka kwa hatari wakati wa juhudi za kuokoa maisha yao. Takribani wazimamoto 400 wakisaidiwa na wanajeshi walitumwa kupambana na moto huo uliolipuka kaskazini mashariki mwa mji wa Almeria katika eneo la Andalusia. Waziri wa masuala ya dharura wa Andalusia, Antonio Sanz, amesema hadi sasa watu 11 wamethibitishwa kufariki dunia na kwamba hakuna maneno yanayoweza kuelezea huzuni iliyosababishwa na janga hilo. Anaeleza chanzo cha moto huo.
Inaonekana moto huo huenda ulianzia kwenye nyaya za umeme. Mwanzoni, vikosi vya zimamoto vilivyowasili, ulikuwa ni moto uliokuwa ukiunguza ukingo wa barabara. Hata hivyo, kutokana na upepo mkali uliovuma, moto huo ulienea kwa kasi kubwa sana. Kwa ujumla, tukio zima lilitokea kwa mwendo wa ajabu na kwa kasi isiyo ya kawaida. Mbali na vifo hivyo, watu 8 wamejeruhiwa, 4 miongoni mwao wakiwa katika hali mbaya. Moto huo pia umeharibu takriban hekta 3150 za misitu na mashamba. Mkuu wa serikali ya Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, amesema watu wengine 19 bado hawajulikani walipo. Barabara kadhaa zimefungwa na wakazi wamehamishwa kutoka maeneo hatarishi, huku takriban watu 150 wakipewa hifadhi katika kituo cha utamaduni. Kikosi maalum cha dharura cha jeshi la Uhispania pia kimetumwa kuongeza nguvu katika operesheni ya kuzima moto. Waziri Mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez amesema amesikitishwa sana na madhara makubwa yaliyosababishwa na moto huo, huku akisisitiza kuwa serikali itaendelea kuimarisha uwezo wa kukabiliana na majanga ya moto wa msituni. Janga hilo limetokea wakati Hispania ikikabiliwa na wimbi kali la joto, huku hali joto ikitarajiwa kufikia nyuzi joto 40 za selsiasi katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo pamoja na Ufaransa. Wataalamu wanasema ongezeko la mawimbi ya joto katika miaka ya karibuni limechangia kuongezeka kwa matukio ya moto mkubwa wa msituni. Mapema mwezi huu, mamia ya wazimamoto walipambana na moto mwingine mkubwa karibu na pwani ya Costa Brava uliowalazimu maelfu ya wakazi kusalia majumbani kutokana na upepo mkali unaosambaza moto huo kwa kasi. Kwa mujibu wa mfumo wa Ulaya wa taarifa za moto wa msituni, mwaka uliopita moto wa msituni uliharibu karibu hekta 400,000 za ardhi nchini humo, kiwango kikubwa zaidi kuwahi kurekodiwa. Nchini Ufaransa pia, moto mkubwa katika eneo la Drôme umeendelea kuwaka kwa siku 10 na kuteketeza zaidi ya hekta 3700 za ardhi. Elizabeth Kazibure, BBC, Dira Dunia. Nam, asante kwa taarifa hiyo Elizabeth. Kiongozi wa zamani wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amezikwa katika mji wa Mashhad kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Amezikwa pamoja na wanafamilia wake 4 waliouawa naye mwanzoni mwa vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel mwezi Februari. Na Steha Mohamed huyu hapa na taarifa zaidi. Kadri mazishi yalivyoendelea, maafisa wa Iran walisema kulikuwa na mashambulizi ya anga katika maeneo kadhaa ya nchi hapo jana Alhamisi, huku mapambano dhidi ya Marekani kuhusu udhibiti wa mlango wa Hormuz yakiendelea. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii, jeshi la Marekani limesema Iran haidhibiti njia hiyo muhimu ya bahari, huku ikidai kuwa imefanikisha kupita kwa zaidi ya meli 800 za kibiashara na usafirishaji wa karibu mapipa milioni 400 ya mafuta ghafi kupitia mlango wa Hormuz. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran viliripoti mapema hii leo Ijumaa kwamba kiongozi mkuu wa zamani wa Iran marehemu Ayatollah Ali Khamenei aliyeuawa mwanzoni mwa mapigano hayo amezikwa katika madhabahu takatifu zaidi nchini humo, huku umati mkubwa wa watu ukihudhuria mazishi yake. Mwanawe na mrithi wake Mojtaba Khamenei mpaka sasa bado hajaonekana hadharani. Mazishi hayo yalifanyika mjini Mashhad kaskazini mashariki mwa Iran, yanafuatia wiki moja ya misafara mikubwa ya mazishi, mikutano ya hadhara na shughuli za maombolezi ambazo zimeingiliana na kuongezeka tena kwa mapigano kati ya Iran na Marekani baada ya kipindi cha wiki kadhaa cha usitishaji mapigano katika vita vilivyodumu kwa miezi 4. Ayatollah Ali Khamenei aliuawa katika mashambulizi ya kwanza ya vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel tarehe 28 mwezi Februari. Marekani na Iran zilikubaliana kusitisha mapigano mwezi uliopita. Siku ya Alhamisi, mwili wa Khamenei ulisafirishwa polepole kwa lori na kupitia mitaa iliyofurika watu ya mji wa Mashhad. Mazishi hayo yanahitimisha wiki ya shughuli za mazishi zilizofanyika nchini Iran na Iraq, ambapo viongozi wa kidini wa Jamhuri ya Kiislamu walihamasisha umati mkubwa wa watu kuhudhuria. Na Steha Mohamed, Dira Dunia, BBC. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Marekani imeona kwamba nchi yake iko tayari kwa kuipa Ukraine leseni ya kutengeneza mifumo ya ulinzi wa anga ya Patriot. Zelensky anasema sasa wanadiplomasia wa Ukraine na Marekani na maafisa wa ulinzi wanapaswa kufanya kazi bila kuchelewa wala kusitisha juhudi ili kukamilisha makubaliano ya utoaji wa leseni. Shoaib Ibrahim na taarifa zaidi.
Hatua ya Ukraine kupewa idhini kutengeneza mifumo ya ulinzi wa anga aina ya Patriot huenda inaashiria mafanikio makubwa kwa uongozi wa nchi hiyo mjini Kiev. Hata hivyo, wataalamu pamoja na maafisa wa Ukraine wanaonya kuwa huenda ikachukua miaka kadhaa kabla ya kuanza kutengenezwa kwa silaha zinazoweza kutumika vitani. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema yeye pamoja na Rais wa Marekani Donald Trump wamefikia makubaliano chanya ya kisiasa kuhusu Ukraine kutengeneza silaha hizo. Zelensky amebaini kuwa hatua inayofuata ni kwa timu za wataalamu wa kiufundi na wawakilishi wa serikali kutoka pande zote mbili, Marekani na Ukraine, kuanza kazi mara moja ili leseni zinazohitajika zitolewe haraka iwezekanavyo na hivyo kuruhusu utengenezaji kuanza nchini Ukraine bila kuchelewa. Zelensky amesema Ukraine iko katika nafasi imara na ina fursa muhimu ya kuendeleza mafanikio yake ya hivi karibuni ya kijeshi. Wakati huo huo, shirika la kimataifa la nishati IEA leo limepunguza makadirio yake ya uzalishaji wa mafuta ya Urusi kutokana na mashambulizi ya Ukraine dhidi ya miundombinu ya nishati ya nchi hiyo. Shirika hilo sasa linatarajia uzalishaji wa mafuta wa Urusi, ambayo ni nchi ya tatu kwa uzalishaji mkubwa wa mafuta duniani, kufikia wastani wa mapipa milioni 8.9 kwa siku mwaka huu na mapipa milioni 8.8 kwa siku mwaka 2027, makadirio hayo yakionyesha kushuka kutoka makadirio ya mapipa milioni 9.2 kwa siku mwaka wa 2025. Katika miezi ya hivi karibuni, Ukraine imeongeza mashambulizi ya ndege zisizo na rubani dhidi ya vituo vya nishati vya Urusi, ikiwemo viwanda vya kusafisha mafuta, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kudhoofisha uwezo wa uongozi wa Urusi mjini Moscow kuendelea na vita vyake dhidi ya Ukraine. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC. Matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia. Habari kuu ni pamoja na moto mkubwa wa nyika umesababisha vifo vya watu zaidi ya 12 na uharibifu mkubwa nchini Hispania. Kiongozi wa zamani wa Iran Ayatollah Al-Khamenei amezikwa katika mji wa Mashhad kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Na katika mjadala hii leo tunaangazia kinyang'anyiro cha kuwania kombe la dunia linaloendelea katika mataifa Marekani, Mexico na Canada. Nani kunyakua kikombe? Hii ni BBC. Matangazo haya msikilizaji ni ya jioni ya Dira ya Dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Skola Kisanga. Hapo baadaye utaungana na mwenzangu Ahmed Haj katika mjadala ambao utaangazia kombe la dunia. Lakini tuangazie taarifa nyingine ambapo shirika la afya duniani WHO limesema wagonjwa 4 kati ya 5 wanaothibitishwa hivi sasa kuwa na Ebola katika baadhi ya maeneo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hawana uhusiano unaojulikana na wagonjwa waliothibitishwa hapo awali. WHO inasema hali hiyo inaonyesha ugumu wa kufuatilia mkondo wa maambukizi na huenda ikamaanisha kwamba mlipuko huo ni mkubwa zaidi kuliko takwimu rasmi zinavyoonyesha. Zaidi na Robert Kipto. Afisa wa shirika la afya ulimwenguni WHO anayesimamia shughuli za dharura za afya, Daktari Chikwe Ihwakwazu, amesema makadirio ya shirika hilo yanaonyesha kuwa idadi halisi ya maambukizi ya Ebola inaweza kuwa mara 2 hadi mara 4 zaidi ya visa vilivyothibitishwa. Kwa mujibu wa takwimu za serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zilizotolewa siku ya Alhamisi, watu 1792 wameambukizwa Ebola tangu mlipuko huo utangazwe mwezi wa 5 mwaka huu. Watu wengine 625 wamefariki dunia. Shirika hilo la WHO limesema kuwa mji wa Bunia, jimboni Ituri, unaendelea kuwa kitovu cha mlipuko huo. Daktari Ikwewazu amesema 80% ya wagonjwa wapya katika eneo hilo hawakuwa kwenye orodha ya watu waliokuwa wakifuatiliwa baada ya kukutana na wagonjwa waliothibitishwa. Hata hivyo, amesema katika jimbo la Kivu ya Kaskazini ambako visa ni vichache zaidi, karibu wagonjwa wote wapya wanatokana na orodha ya watu waliokuwa wakifuatiliwa. Amesema hiyo ni dalili kwamba juhudi za kudhibiti maambukizi ya Ebola zinaendelea kuzaa matunda. Kwa mujibu wa shirika hilo la WHO, karibu 90% ya visa vyote vya Ebola vimeripotiwa katika jimbo la Ituri, hasa katika maeneo ya Bunia, Rwampara, Mongalu na Nyakunde. Lakini maambukizi yamesambaa pia hadi Kivu ya Kaskazini, Kivu ya Kusini na hivi karibuni katika jimbo la Shopo. Katika
mji wa Bunia wenye wakazi wapatao milioni 1, karibu mtu mmoja kati ya wawili wanaopimwa Ebola hubainika kuwa ameambukizwa. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa linasema hali hiyo inaonyesha kuwa maambukizi yanaendelea kusambaa kwa kiwango kikubwa ndani ya jamii. Shirika hilo pia linasema ushahidi wa awali unaonyesha kuwa aina ya virusi vya Ebola ya bundibujo inaweza kusababisha dalili zisizo kali ikilinganishwa na aina nyingine ya virusi hivyo. Hali hiyo inaweza kuwafanya baadhi ya watu kuchelewa kutafuta matibabu na badala yake kuwahudumia wagonjwa nyumbani, jambo ambalo linaloongeza hatari ya kuendelea kusambaa kwa maambukizi ya Ebola. Bado tunasalia kuangazia Ebola ambapo BBC Verify imebaini ushahidi kwamba madai ya uongo na upotoshaji kuhusu ugonjwa wa Ebola yanachochea vitendo vya vurugu dhidi ya wahudumu wa afya na kufanya iwe vigumu zaidi kudhibiti mlipuko wa hatari wa ugonjwa huo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tangu mwezi Mei, zaidi ya watu 1700 wameripotiwa kuambukizwa virusi vya Ebola na zaidi ya watu 500 wamefariki kutokana na ugonjwa huo. Hata hivyo, madaktari na wahudumu wa misaada wamesema kuwa baadhi ya watu katika jamii zilizoathirika wanaamini kwamba ni uongo, Ebola haipo, na waamini wale wanaojaribu kuwatibu na kuwasaidia. Mwandishi wa BBC Marco Silva ametuandalia taarifa inayosomwa hapa na Beldin Waliaula, lakini msikilizaji, tunakutahadharisha baadhi ya maudhui katika taarifa hii yanaweza kuwa ya kusikitisha au ya kutia huzuni kwa baadhi yenu. Katika picha ya video iliyowekwa katika mitandao ya kijamii mwezi uliopita, kundi lenye ghadhabu lilimvamia mtu mmoja ambaye amevalia sare za hospitali katika eneo la Bunia nchini DRC. Akiwa anajaribu kujikinga kwa kuinua mikono yake, mtu mmoja kwenye kundi hilo anainua silaha na kuanza kumkimbiza. Daniel Welo ni mhudumu wa kujitolea katika shirika la Msalaba Mwekundu. Yeye na wenzake 3 walivamiwa na kuumizwa wakati walipokuwa wakijiandaa kumzika mtu aliyefariki kutokana na ugonjwa wa Ebola, wakitumia taratibu za usalama wa afya ya umma zilizowekwa. Walinishika kwa nyumba na kuanza kunipiga. Walinipiga kwa jembe na mapanga. Mili ya watu wanaofariki kutokana na ugonjwa huo kuendelea kuwa na uwezo mkubwa wa kuambukiza. Ndio maana ni lazima mazishi yashughulikiwe na timu maalum zilizopata mafunzo na zinazo vifaa vya kujikinga ili kuzuia virusi hivyo kuendelea kusambaa. Lakini siku hiyo umati wa watu ulimgeukia Daniel na wenzake kutokana na uvumi kuwa jeneza hilo lilikuwa tupu. Waliponikamata, kila mtu alisisitiza kwamba hakukuwa na mwili wote ndani ya jeneza. Kisha waliwakamata wenzangu 3 na kuanza kuwapiga vibaya bila hata kufungua jeneza ili kudhibitisha kama mwili ulikuwamo ndani yake. Baadhi ya watu katika umati huo hawakuamini kwamba Ebola ni ugonjwa halisi na upo eneo hilo. Wengine walidai kwamba timu ya kukabiliana na mlipuko huo ulikuwepo ili kujinufaisha kifedha. Lakini uvumi na uongo huo umekuwa wa kawaida katika jamii zilizoathiriwa na Ebola. Wafanyakazi wa afya na misaada wana wasiwasi mkubwa kuhusu hali hiyo. Daktari Aime Bonda Nula yuko katika mji wa Bunia akifanya kazi shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu. Upotoshaji huu moja kwa moja unaathiri operesheni zetu za kila siku na pia kuathiri usalama wa wafanyakazi wetu wa kujitolea, lakini pia wafanyakazi wetu. Hali ya kutokuamini timu zinazoshughulikia kukabiliana na mlipuko wa Ebola wakati mwingine kumegeuka kuwa na vurugu. Mazishi salama ya waathirika wa Ebola yamekuwa yakikatizwa. Wahudumu wa afya wameshambuliwa, vituo vya matibabu vimeshambuliwa na vifaa vimeharibiwa. Katika video ya tukio jingine tofauti lililosambazwa mtandaoni ambalo tumelithibitisha, mhudumu mmoja wa afya mwanamke anaonekana akipigwa mara kwa mara kwa mbao na kundi la watu, wengi wao wakiwa wanaume. Vyombo vya habari nchini humo vinasema washambuliaji hao walimlaumu yeye na wenzake kwa vifo vilivyotokea katika jamii yao. BBC Verify imebaini matukio 12 kama haya ambapo dhana potofu na madai ya uongo kuhusu ugonjwa wa Ebola yanaonekana kuchochea vitendo vya vurugu katika maisha halisi. Timu za kukabiliana na mlipuko huo pia zinasema kwamba upotoshaji wa taarifa unagharimu maisha ya watu. Iwapo jamii haina imani katika juhudi zetu, kwa haraka tunapokuja kuisaidia jamii, kutakuwa na pingamizi. Wakati huo huo, matukio mapya ya vurugu yanaendelea kujitokeza. Wiki iliyopita, kituo cha matibabu cha Ebola katika jimbo la Ituri kilichomwa moto kufuatia mzozo kuhusu mazishi ya mtu aliyeshukiwa kuwa mwathirika wa ugonjwa huo. Kwa wale wanaokabiliana na mlipuko
mlipuko huu, hili ni ukumbusho mwingine wa changamoto kubwa wanayokabiliana nayo, kujaribu kudhibiti virusi hatari vya Ebola pamoja na upotoshaji wa taarifa unaohusu ugonjwa huo. Hiyo ni taarifa ya mwandishi wa BBC Mark Silva kama ilivyowasilishwa na Belgian wa Leula. Tovuti yetu ya BBC News Swahili ina taarifa mbalimbali. Msikilizaji, unaweza ukasoma hapa. VAR ni nini na kwa nini inaleta utata mkubwa katika kombe la dunia? Saa 3 zilizopita taarifa hii imekuwa hapo. Kama huifahamu VAR, basi unaweza ukaenda ukasoma ukafahamu kwa kina zaidi. Lakini kwa nini Uturuki ilizawadia viongozi wa NATO bastola zenye risasi 6? Unaweza ukasoma makala hii na ukafahamu kwa kina. Unafahamu tawala 10 za kimabavu barani Afrika? Kama hauzifahamu, basi tovuti yetu ya BBC News Swahili imekuwekea hapo, na majengo 10 marefu zaidi Afrika Mashariki mwaka huu 2026. Pita hapo, inawezekana jirani yako hapo kwenye mji unaoishi, kumbe jengo hilo unaloliona ndio refu ama ni miongoni mwa majengo 10 marefu barani Afrika. Tunafanya mazungumzo na Iran ili usitishaji mapigano umefutiliwa mbali, amesema Rais Trump. Mbappe Dembele waongoza Ufaransa kwenye nusu fainali ya kombe la dunia. Jana wakati Ufaransa inacheza na Morocco, kipindi cha kwanza chote dakika 45 hola, hakuna aliona lango la mwenzi. Watu bwana Mbappe hamna kitu. Sasa amekuja kufika dakika ya 60 na ngapi na 60 na ngapi, Mbappe kaweka kitu kimiani, Dembele kaweka kitu kimiani. Morocco chali. Afrika ndo hivyo tena. Tulikuwa tumebakiwa na matumaini ya Morocco, lakini ndo huyo ameondoshwa, hayumo tena. Lakini leo dakika 90 pia zitaamua nani ni nani. Je, ni Hispania ama ni Ubelgiji? Tusubiri hapo baadaye saa 4 usiku. Na sasa wacha Shoaibu Ibrahim atupashe zaidi yale ya kimichezo. Karibu. Barabara kabisa, nianzie barani Afrika. Klabu ya Al Merrikh ya Sudan imejiondoa katika mashindano ya Sekafa Kagame Cup ya mwaka wa 2026 kabla ya kufanyika kwa draw ya mashindano hayo. Uongozi wa klabu hiyo umesema umeamua kuipa timu hiyo nafasi ya kufanya mazoezi maalum kwa ajili ya kujiandalia msimu mpya badala ya kushiriki mashindano hayo. Maafisa wa klabu hiyo wanaamini kuwa mazoezi hayo yataisaidia timu hiyo kufanya vizuri katika ligi ya nyumbani na mashindano ya kimataifa. Klabu ya Tusker FC kutoka nchini Kenya inatarajiwa kuchukua nafasi ya Al Merrikh katika mashindano hayo. Draw ya Sekafa Kagame Cup imefanyika leo mjini Kigali nchini Rwanda, huku mashindano hayo yakitarajiwa kuanza Julai tarehe 26 na kutamatishwa Agosti 7. Baadhi ya timu zilizothibitisha kushiriki katika mashindano hayo ni pamoja na klabu ya Vipers ya nchini Uganda, Gor Mahia kutoka nchini Kenya na vilevile Tusker ya Kenya, Simba ya nchini Tanzania na APR, pamoja na Rayon Sports za nchini Rwanda, pamoja na Al Hilal ya nchini Sudan. Katika kombe la dunia, macho ya mashabiki wa soka duniani kote leo yataelekezwa kwenye robo fainali kati ya timu taifa ya Uhispania ikichuana na ile ya Ubelgiji katika mechi inayotarajiwa kuwa ya kusisimua. Mshindi wa mchezo huo atatinga hatua ya nusu fainali ambako anasubiriwa na Ufaransa. Uhispania inaingia katika mchezo huu ikiwa katika kiwango bora baada ya kufanya vizuri tangu kuanza kwa mashindano hayo, huku Ubelgiji nayo ikionyesha uwezo mkubwa na soka la kushambulia liliyoiwezesha kufika hatua ya robo fainali. Mechi hiyo itaanza saa 4 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na kupigwa katika uwanja wa Los Angeles jimboni California nchini Marekani. Nikisalia katika michuano hiyo, timu taifa ya England imesema ipo tayari kukabiliana na hali ya joto mjini Miami kabla ya mchezo wa robo fainali ya kombe la dunia dhidi ya Norway utakaochezwa siku ya kesho Jumamosi. Beki wa The Three Lions Nico O'Reilly amesema timu hiyo imefanya maandalizi ya kutosha na imezoea hali hiyo yenye joto kali. Wakati huo huo, mshambuliaji hatari wa Norway Erling Haaland amesema shinikizo lipo kwa England kwa kuwa ni moja ya timu zinazopigiwa upatu na kupewa nafasi kubwa ya kutoa ubingwa wa kombe la dunia. Mshambuliaji huyo ambaye pia anakipiga katika klabu ya Man City nchini England
Ameongeza kuwa Norway tayari imevuka matarajio kwa kufika hatua ya robo fainali. Na katika tenis, Novak Djokovic leo atamenyana na mchezaji nambari 1 kwa ubora duniani upande wa wanaume Jannik Sinner katika mchezo wa nusu fainali ya michuano ya Wimbledon, na mshindi kati yao atacheza fainali ya michuano hiyo siku ya Jumapili. Nikamilishe na tetesi za soka Ulaya. Manchester United inajiandaa kumsajili kiungo wakati wa Ufaransa Manu Kone ambaye ana hamu ya kujipima katika ligi kuu ya England, pamoja na kwamba Juventus ya kule nchini Italia watakuwa tayari kumuuza mchezaji huyo wa miaka 25 kwa bei sahihi. Barcelona kule nchini Uhispania wameanza mazungumzo na klabu ya Borussia Dortmund ya nchini Ujerumani kuhusu kusainiwa kwa winga wa Ujerumani Karim Adeyemi mwenye umri wa miaka 24 na kuibua maswali chungu zima kuhusu mustakabali wa mshambuliaji wa England Marcus Rashford mwenye umri wa miaka 28